Yaani hapa sasa hivi ninapoongea kuna mtu mmoja analia. Inawezekana ni wewe. Yupo katika mahusiano ya kuumiza, yupo mahali anateseka ndani kwa ndani, lakini hana mtu wa kumshirikisha, hana mtu wa kuongea naye. Na yamkini unapojaribu kueleza watu unaonekana kama mtu aliyechanganyikiwa. Manyanyaso ya kinarcissistic ni manyanyaso kinara yanayoongoza katika kuleta madhara makubwa ya kihisia au ya kisaikolojia kwa mwanadamu, na ni aina ya unyanyasaji ambayo inafanya kazi chini ya carpet, nyuma ya pazia, inafanya kazi katika giza. Ni vigumu kutambulika au kuonekana. Unapokuwa unapitia manyanyaso kutoka kwa narcissist, unakuwa upo kwenye kisiwa, unakuwa unapambana mwenyewe vita. Kwanza uijui, unakuwa uijui hiyo vita, kwa sababu unakuwa umechanganyikiwa, kwa sababu unakuwa na mtu ambaye anajigeuza, anabadilika, anavaa vinyago kila wakati. Kwa wewe ndio unayechanganyikiwa, ingawa wewe ndio unayeumia, lakini wewe ndio unaishia kuchanganyikiwa na inakuwa vigumu kupata msaada. Najua watu wengi mnanifuatilia, mpo kwenye dini mbalimbali, mkipata changamoto wakati mwingine kwenye mahusiano, ndoa na kadhalika, mnaenda kwa washauri, watu wa dini, viongozi wa kidini. Ukweli ni kwamba viongozi wa kidini hawawezi kukusaidia kutoka katika manyanyaso ya kinarcissistic, kwa sababu hawajui. Manyanyaso ya kinarcissistic hajafundishwa shule, hajafundishwa kanisani wala misikitini. Ni jambo linalo-operate nyuma ya pazia. Alafu mbaya zaidi, hata miongoni mwa hao viongozi, sehemu mbalimbali za kijamii, sio tu kwenye dini, sehemu mbalimbali za kijamii, wana sifa hiyo hiyo ya unyanyasaji. Kwa ukienda ukiwapelekea kesi yako, ukienda ukijieleza, kwanza watakusaidia, na cha pili watafanya namna ionekane wewe ndio ubebe wajibu. Yaani wewe unahitaji msaada, ndio unayebebeshwa mzigo, ndio unayebebeshwa wajibu. Yaani kwa mfano mimi napenda kutoa mfano wangu ili kumtia moyo mtu mmoja anayeugua, anayelia, kwa sababu ya mambo wakati mwingine unajiona kama uko mwenyewe, wakati mwingine unajiona kama umechanganyikiwa, wakati mwingine unaona kama akili zako sio timamu katika yale unayopitia. Kwa anapotokea mtu anapoeleza kwa uwazi experience yake na ukaona inafanana na wewe, unapata nguvu, unapata matumaini. Sasa nikikwambia ukweli kabisa, kwa ushuhuda wangu practically, mimi kama ningefuata mashauri ya viongozi wa kidini, nisingekuwa hapa nilipo. Ningepata mashauri ya viongozi wangu wa kidini au watu wangu wa karibu kwa wakati huo, nisingekuwa hapa nilipo. Kwa sababu ilifika mahali nilikuwa na maumivu makali katika nafsi, na ugua chini kwa chini. Sikuwa na uwezo wa kufanya shughuli zangu vizuri. Muda mwingi natembea nikiwa na msongo wa mawazo uliokithiri. Nilinusurika, sababu nyingi nilikuwa naendesha gari, nilinusurika kupata ajali mara kadhaa. Of course nilipata ajali kama mara mbili. Haikuniletea madhara makubwa. Moja, gari nilibamizwa, kwenye gari ibamizwa upande wangu ule naoendesha dereva. Kwa hiyo gari tu iliumia, mimi sikuumia. Nyingine kwa sababu ya stress, kwa haraka tu nikaingia barabarani, akatokea dereva wa pikipiki, bodaboda, akavaa upande wangu ule gari kabonyea, lakini mimi sikudhurika. Aliumia yeye. Bibi nimgaramie pesa kidogo kwenda kutibiwa. Unatembea unaweseka. Ukienda ukiongea na viongozi wa kidini, ukienda kuongea na viongozi wako, wanakuambia vumilia, wanakuambia uwe na imani, wanakuambia shetani. Ukweli ni huu, sikia. Kama nafsi yako imeona mahali ulipo sio mahali sahihi, hakuna Mungu atakaye kuja kukusaidia, wala uwezi kumlaumu shetani, kwa sababu umeshaona mazingira ulionayo ni mazingira yenye madhara. Kuendelea ni kama kwa mfano umeona maji, alafu umeona kuna sumu kule ndani. Umeonja kidogo, umeona umeanza kutapika. Kuendelea kunywa sumu alafu kujidanganya kwamba ni shetani, ni kujidanganya mwenyewe. Kuendelea kunywa sumu na kusema Mungu atakusaidia ni kujidanganya wewe mwenyewe. Ukweli ni kwamba manyanyaso ya kinarcissistic ni jambo ambalo lipo, sio jambo la kufikirika. Ni unyanyasaji wa kihisia, ni aina ya mahusiano yenye madhara. Yanaweza yakawa kutoka kwa mzazi au mlezi, ama marafiki, ama mfanyakazi mwenzako, ama bosi wako, ama rafiki yako, au mpenzi wako, ikiwemo mwenza wako, mwanandoa wako ambaye labda amekuwa naye kwenye ndoa kwa muda mrefu. Sababu inavyokuwa ni hivi. Angalia, mnapokuwa katika mahusiano, inajulikana kama wanadamu tuna tofauti mbalimbali za kimitazamo, za misimamo, kitabia. Kwa kuna wakati tunatofautiana.
Kwa hiyo wanadamu tuna kawaida ya kuchukuliana, ya kusameheana, ya kuvumiliana katika tofauti zetu. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mahusiano ya namna hii, mwanzoni unakuwa unadhani upo katika mahusiano ya kawaida tu, kwamba labda huyu mwenzangu tunatofautiana kawaida, huyu mwenzangu tunatofautiana misimamo, lakini unashangaa linakuwa ni jambo lenye kujirudia. Unajua, mnapokuwa mnatofautiana na mwenzako, labda ni rafiki, katika tofauti za kawaida, au hata mpenzi, anapojua amekukwaza, anapojua tabia yake fulani na kukwaza na kukuumiza, hata wewe unapojua una tabia yako fulani inamkwaza na kumuumiza mwenzako, unaanza kuchukua hatua ya kurekebisha baadhi ya mambo ili usimkwaze, si ndio? Manake kwa mfano kama mkiwa pamoja, mmetembelewa na marafiki au mmeenda mahali alafu ukikasirika, kuna namna fulani unaanza kumuita majina, alafu mwenzako akwambia, bwana oya, unavyoniitaga hapo unanizingua mimi, yani ile nikata kabisa, yani si umeelewa? Ni marafiki, akikwambia hivyo unaambia, wewe bwana nisamee Aisha, bwana mimi wewe unajua mimi napenda kulopoka mara nyingi, ndio hivyo. Sasa kwa mtu mwenye afya, kwa mahusiano yenye afya, mkiongea kama hivyo, situation nyingine ikitokea, akitaka kupitiwa, kutaka kuongea yale maneno, anakumbuka ulichomwambia, kwa sababu anakuthamini, anajua utu, anathamini hayo mahusiano. Lakini wewe unashangaa upo kwenye mahusiano na mtu ambaye mara nyingi unamwambia tabia yako hii inaniumiza, lakini ndio anaongeza, anagongelea msumali zaidi. Yaani kama amekuchoma hapa na mwiba, unasema umenichoma na mwiba, anachukua nyundo anagonga zaidi pale. Sio kama umeelewa? Alafu inakuwa ni hali ya kujirudia. Unakuwa na mtu ambaye anafurahia unapoumia, anafurahia unaposhindwa. Na mbaya zaidi, nyuma ya pazia kuna baadhi ya mambo anayafanya kukuhujumu, kuzuia usipige hatua kwenye maisha yako. Alafu ndio mtu ambaye unamwamini, unamtrust. Kwa hiyo mwanzoni unakuwa unaona ni labda ni kawaida, unakuwa labda huyu mtu ana udhaifu tu wa kawaida. Baadaye unaanza kugundua, unasema mbona hii sio kawaida, kuna nini kinaendelea? Kwa hiyo pale ndo unaanza kutafuta ushauri. Utaongea na ndugu zako wa karibu, utaongea na kama ni wazazi, utaongea na kama viongozi wako, kama ni swala labda kwenye mahusiano ya kindoa mfano, utaongea na viongozi wako wa kidini. Sasa ukienda kule, wao hawajui hilo tatizo. Kwa hiyo wao watachokwambia kila mahusiano yana changamoto, kwa sababu hawajui kwamba kuna mahusiano ya kawaida na mahusiano ya unyanyasaji. Kwa hiyo mahusiano ya unyanyasaji ni mahusiano ambayo hayana uvumilivu, hayapaswi kuvumiliwa kwa sababu madhara yake ni makubwa. Mahusiano ya kawaida, kunapokuwa na tofauti, labda mtu ana tabia tu ya, labda mume wako ni mlevi, ana tabia tu ya ulevi, huyo unaweza kumvumilia kwa sababu taratibu na yeye mwenyewe anaweza akaonyesha nia ya kutaka kuachana na ule ulevi. Lakini unyanyasaji ni mtu anaikanyaga nafsi yako kwa kuendelea. Yaani anakuchukulia kama kifaa, akuchukulii kama binadamu halisi, anakuwa kama adui yako, yaani anakuona wewe ni adui. Kwa hiyo huwezi kuwa katika mahusiano na mtu ambaye anasema ni adui. Ni sawasawa upo kwenye chumba alafu kuna nyoka yuko pale. Ukiwa hujui utalala, lakini ukishajua kama huyu ni nyoka, huwezi kuendelea kulala kwenye hiyo chumba. Utapambana umuondoe. Sasa uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ana vazi la rafiki, mpenzi, ndugu, mzazi, fanyakazi, lakini kumbe au mwenza, mke wako, si mume wako, lakini nyuma ya pazia ni nyoka ambaye anakutafuna kimya kimya. Watu wengi ambao nimewaongoza katika safari ya uponyaji, wamenitaka ushauri, nimewasaidia, wamekuwa wakilalamika, wakiishiwa na nguvu ile ya ndani, wakipoteza mwelekeo wa maisha, wakijihisi kuchanganyikiwa, wakipoteza furaha ya maisha, wakiona hawana thamani tena. Yote hayo ni matokeo na ni madhara ya kuwa katika mahusiano ya kinarcissistic. Mahusiano ya kinarcissistic yanaishusha thamani yako, yanaua utambulisho wako. Unaanza kubaki kuwa boksi tu. Unapoteza sifa zako halisi. Kwa hiyo usipuuze. Kama upo kwenye maumivu sasa hivi, tafuta msaada. Kama upo kwenye maumivu sasa hivi, endelea kujielimisha. Fahamu kitu unachopambana nacho sio jambo la kufikirika na sio udhaifu wa kawaida. Pata ushauri kutoka kwa mwanasaikolojia anayeelewa kuhusiana na manyanyaso ya kinarcissistic. Mtu ambaye anajua, amepitia hiyo experience au ana uzoefu wa kutosha wa kusaidia watu kwa muda mrefu, kwa sababu ni tatizo linalofanya kazi nyuma ya pazia. Hata kuna watu wengine wapo kwenye fani hiyo ya kisaikolojia na wenyewe wana tendency ile, yani wanawafavor narcissistic people. Wana tendency ya kinarcissistic.
Kwa hiyo wewe wanakufanya ujione chizi, wanakufanya ujione uliyechanganyikiwa. Na ndio maana nimeandika kitabu hii kwa wale wanaotaka kujiponya wenyewe kimya kimya kutoka uwanja wa mapambano, safari ya kisaikolojia ya kuvunja trauma, ya kuponya yale majeraha ulioyapitia tangia utoto na kwenye mahusiano mpaka kujenga utambulisho wako tena. Kwa hiyo kama unahitaji kitabu, wasiliana na mimi, au kama unataka kupata ushauri wa mtu mmoja kwa mmoja, pia unaweza kubook session na mimi. Okay? Kuwa na wakati mzuri. I am the son of Zwangendaba, a weekend giant.